بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa uwezo wake kutuamsha salama. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali salatu subhi katika siku hii ya leo tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kusikiliza maneno ya dini, kubaki katika kikao cha kheri, jambo ambalo ni gumu sana. Waislamu wengi wameshindwa kutenga muda kwa ajili ya kujifunza dini, kutenga muda kwa ajili ya kusikiliza mawaidha, kutenga muda kwa ajili ya kujifunza elimu ya dini. Wengi wameshindwa na jambo hili. Sasa wewe ukijaliwa kuwa ni mwenye kubakia katika vikao kama hivi, kwa hakika hiyo ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Al-Fiqhu al-Muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunnah, leo tutaanza mlango wa albabu rabi'u ashara, mlango wa 14. Mlango wa 14. Mlango huu wa 14 fi salati al-kusufi, katika swala ya kushikwa kwa jua.
wa fihi masail, na ndani yake kuna masala. المسألة الأولى، مسألة ya kwanza, تعريف الكسوف والحكمة منه. Kwanza tutajua maana ya neno al-kusuf na hikma ya kukamatwa jua au kukamatwa mwezi. Al-kusufu huwa inhijabu ضوء أحد النيرين الشمس والقمر. Al-kusufu maana yake ni kuzuiliwa mwanga wa moja ya vitu vyenye nuru viwili. Kuzuiliwa mwanga wa moja ya vitu viwili ambavyo vina mwanga, vina nuru. Ashamsu, jua yawezekana jua limechomoza vizuri na likawa linatoa mwanga vizuri, ikafikia mahala mwanga wa jua ukapotezwa na mwezi, ndo watu wanasema jua limeshikwa au limekamatwa. Walqamaru, au mwezi umetoka vizuri, limeingia giza, jua mwezi ukatoka vizuri, baadaye ule mwanga wa mwezi unapotea. Watu wanasema mwezi umekamatwa au umeshikwa na jua. Yani hivi vitu viwili, viumbe viwili hivi vimeshikana kwa pamoja. Bisababi ghairi mu'tadin, kwa sababu ambayo si ya kawaida. Mwanga wa jua unaweza ukazuiliwa labda na mawingu. Mwanga wa mwezi unaweza ukazuiliwa na mawingu. Lakini hii hali ambayo huwa inatokea ni hali ambayo si hali ya kawaida. Kwa hiyo inapotokea hali hiyo, watu huwa wanasema al-kusufu au al-khusuf. Wal-kusufu wal-khusufu bimaana wahid. Maneno haya yana maana moja, ya kwamba ima kutakuwa jua limekamatwa au limeshikwa na mwezi, au mwezi umekamatwa au umeshikwa na jua. Wa yuhdithu Allahu azza wa jalla dhalika, na Allah huwa analileta jambo hilo au analileta tukio hilo takhwifan liibadihi, kwa ajili ya kuwaogopesha waja wake. Inafikia mahala wanadamu wanafanya madhambi bila uoga. Inafikia mahala wanadamu wanaacha kufanya ibada bila uoga, wanaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na mwanadamu anaona kwamba ni jambo la kawaida hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa analileta tukio hilo takhwifan liibadihi, kwa ajili ya kuwaogopesha waja wake, hatta yarji'u ilayhi subhana, mpaka hawa waja warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka hawa waja watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alayhi wasallama, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna ash-shamsa wal qamara, hakika jua na mwezi, ayatani min ayati Allah, ni dalili mbili miongoni mwa dalili za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhsifani limauti ahadin, vitu hivi viwili huwa havishikani kwa kifo cha mtu yeyote. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, jua lilikamatwa, na lilikamatwa baada ya kufariki moja ya watoto wake.
wasiokuwa na imani wakaanza maneno kwamba jua leo limekamatwa na mwezi kwa sababu amekufa mtoto wa Muhammadi. Ndio mtume akayasema maneno haya kwamba hakika jua na mwezi ni alama na dalili za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, na viumbe hivi viwili havikamatani, havishikani kwa ajili ya kufa yeyote, wala lihayatihi, wala havishikani kwa sababu ya uhai wa yeyote. Wa innama yukhawifu Allahu bihima ibadahu, na hakika si vinginevyo Allah anachokifanya kwa tukio hilo ni kuwaogopesha waja wake, ni kuwatisha waja wake ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili waache maovu waweze kufanya yaliyokuwa mazuri. Lakini matukio haya huwa yanatokea, lakini utakuta bado watu wako mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini lengo na shabaha Allah kulileta jambo hilo ili kwa ajili ya kuwaweka watu sawa. Almas'alatu thaniya, hukumu salati alkusufi wa daliluha. Hukumu ya kuiswali swala ya kushikwa au kukamatwa kwa jua au kukamatwa kwa mwezi, hukumu yake ni nini na dalili yake ni ipi? Wa salatu al-kusufi wajibatun ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihihi. Asema swala ya kuswali baada ya kukamatwa kwa jua au kukamatwa kwa mwezi, swala hiyo ni wajibu kwa dalili ambayo ameiweka wazi Abu Awana katika sahihi yake. Wa hukia an Abi Hanifa, na vile vile imeelezwa kutoka kwa Abu Hanifa. Wa ajraha Malik majra al-Jum'a, na Imamu Maliki ameipitisha swala ya kushikwa kwa mwezi au kushikwa kwa jua, ameipitisha mapito ya swala ya Ijumaa. Wa qawwa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala al-qawla biwujubiha, na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yeye ameipa nguvu kauli ya kwamba swala ya kushikwa kwa jua au kushikwa kwa mwezi ni wajibu. Wa ayyadahu Sheikh Ibn Uthaymeen, na akatia nguvu vile vile Sheikh Ibn Uthaymeen. Wadhālika li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara biha, na hilo ni kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama ameamrisha swala hiyo iwe ni yenye kuswaliwa. Wa kharaja faz'an ilaiha wa akhbara annaha takhwifu lil'ibad, alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa ana fazaa, akiwa na huzuni, na akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tukio hilo ni kwa ajili ya kuwatia hofu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alieleza hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuswali swala ya kushikwa kwa mwezi au kushikwa kwa jua, hivi vitu viwili vinavyokamatana, Waislamu wanatakiwa wakimbilie misikitini kwa ajili ya kwenda kuswali. Almas'alatu thalitha waqtuha. Mas'ala ya tatu, muda wa kuiswali swala hii. Waqtuha min ibtida'i al-kusufi ila dhahabihi,
wakati wake unaanza pale vinapokamatana vitu hivi. Kama ni jua limekamatwa, linapokamatwa tu na mwezi, watu wanatakiwa wakimbilie katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kwenda kumuomba Allah. Au mwezi unapokamatwa na jua, watu wanatakiwa wakimbilie katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kwenda kuiswali swala hiyo, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha raaitum shay'an min dhalika, mnapoona chochote katika hilo, mnapoona kwamba vitu hivi viwili vimekamatana, fasallu hatta yanjalia, mnatakiwa mswali na muendelee na swala hiyo mpaka vitakapoachana. Na hili ni tukio la hatari. Je, vikaendelea kukamatana hivyo hivyo, kama ilikuwa ni jua ndio limekamatwa na mwezi, mkaendelea kuona giza, bila shaka watu wataingia na uoga, watu watakuwa na hofu, watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wiki nzima giza, hamwezi kufanya kazi. Mwezi mzima giza, watu hawawezi kufanya kazi. Bila shaka watu wataingiwa na uoga na watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume anaelekeza kwamba mnapoona tukio hilo, basi mnatakiwa muendelee kuswali mpaka vitakapoachana na mwanga ukawani wenye kuonekana. Almas'alatu rabi'a, mas'ala ya 4, kaifiyatuha, namna ya kuiswali swala hiyo, wama yaqra'u fiha, na kile ambacho mtu atakisoma, atasoma nini. Wa kaifiyatuha, na namna ya kuiswali swala hiyo, rak'atani, swala hiyo ina rakaa 2. Swala hiyo ina rakaa 2. Yaqra'u fil ula, atasoma katika rakaa ya kwanza jahran, kwa sauti, kwa dhahiri, lailan kanat au nahara, iwe ni usiku au iwe ni mchana. Imamu atasoma kwa sauti inayosikika, iwe ni mchana au ni usiku. Atasoma al-Fatihata, atasoma suratul Fatiha, alhamdu, wa surata tawilatan, na atasoma sura ndefu. Thumma yarka'u tawilan, kisha atarukuu, na rukuu itakuwa ni ndefu, muda mrefu. Thumma yarfa'u, kisha atanyanyuka kutoka katika rukuu. Fayusammi'u wa yuhammidu, atasema sami'a Allahu liman hamida, kama kawaida. Wa yuhammidu, na atamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana walakal hamdu. Wala yasjudu, na hatoenda kwenye kusujudu. Anapokuwa amenyanyuka, ametoka kwenye rukuu akasimama, haendi sasa kusujudu. Kikawaida alikuwa anatakiwa aende kusujudu kama tulivyozoea katika swala zingine, lakini katika swala hii hatoenda kusujudu. Bal yaqra'u al-Fatihata, bal ataanza tena kusoma suratul Fatiha, ataanza kusoma alhamdu. Wa suratan tawilatan, na atasoma sura ndefu. Duna al-ula, lakini itakuwa sio ndefu kama ile ya kwanza. Thumma yarka'u, kisha atarukuu tena. Thumma yarfa'u, kisha atasimama. Thumma yasjudu, kisha atakwenda kusujudu sajidataini, sijida 2, tawilataini, ndefu. Thumma yusalli thaniya, kisha ataiswali rakaa ya pili, kalula, kama ile rakaa ya mwanzo. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al,
lakini itakuwa iko chini ya ile rakaa ya kwanza katika chochote atakachokifanya. Akisoma alhamdu atasoma na sura ndefu, lakini haitakuwa ndefu kama ile ya mwanzo. Kisha atakwenda kurukuu. Rukuu itakuwa ni ndefu, lakini isiwe kama ile ya mwanzo. Kisha atanyanyuka. Akinyanyuka ataanza tena kusoma. Ataanza kusoma suratul Fatiha, kisha atasoma sura nyingine, lakini haitakuwa ndefu kama ile ya rakaa ya kwanza. Thumma yatashahadu, kisha atakaa atahiyatu. Wa yusallimu, na atatoa salamu. Liqauli Jabiri, kwa kauli ya Jabiri. Jabir anasema husifati shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lilishikwa jua na mwezi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallama, fi yawmin shadidil harri, katika siku ambayo kulikuwa kuna joto sana, yani joto lilizidi katika siku hiyo. Fasalla bi ashabihi, mtume akaswali na masahaba zake. Fa atala alqiyam, akarefusha kile kisimamo. Hatta ja'alu yakhiruna, mpaka watu wengine wakawa wanaporomoka, watu wengine wakawa wanaanguka kutokana na kile kisimamo cha muda mrefu. Lakini pia kuna joto, wakati huo hakuna mafeni haya. Kwa hiyo hali ni ngumu, ikafikia mahala watu wengine wakawa wanadondoka. Thumma raka'a fa atala, kisha akarukuna akairefusha rukuu, rukuu ikawa ni ndefu. Thumma rafa'a fa atala, kisha akanyanyuka kutoka kwenye rukuu na kile kisimamo akakirefusha kikawa ni kirefu. Thumma raka'a fa atala, kisha akarukuna akarefusha ile rukuu. Thumma sajada sajidataini, kisha akasujudu sijida mbili. Thumma qama, kisha akasimama kwa ajili ya rakaa ya pili. Fasana nahwa min dhalika, akafanya kama alivyofanya katika rakaa ya kwanza. Fakanat 4 rakaati, ikawa ni rakaa 4. Wa 4 sajadat, na ikawa sijida ni 4. Wa yusannu an yaghidha al-imamu an-nas, anasema wa yusannu, na ni sunna, an yaghidha al-imamu an-nasa, imamu awape mawaidha watu, baada salati al-kusufi, baada ya swala ya kukamatwa kwa jua au kukamatwa kwa mwezi, anatakiwa asimame na awape watu mawaidha. Kwa maana ya kwamba swala ya kushikwa kwa mwezi au kushikwa kwa jua inaanza kuswaliwa, kisha hutuba inakuja baadaye. Kwa imamu anatakiwa kuwapa watu mawaidha baada ya swala hiyo. Wa yuhadhirahum, na awatahadharishe wao, min alghaflati, kutokana na kughafilika. Watu wanaghafilika sana, wanaghafilika, wanazama katika maasiya, wanaghafilika, wanaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanaghafilika, wanaacha kufanya yaliyokuwa ya kheri, wanaacha kufanya mambo mazuri. Wal ightirari bidunya, na watu kudanganyika na hii dunia. Watu wengi wamedanganywa na dunia na wenyewe wakadanganyika. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapewe mawaidha, wasidanganyike na dunia. Hii dunia ni mahala pa kupita. Kama sio leo ni kesho, unaondoka unaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kitu gani ambacho umekiandaa kwa ajili ya Allah, ambacho kitu hicho kitakusaidia mbele ya Allah?
Hili ni swali ambalo Muislamu yeyote anatakiwa kujiuliza, kwamba ikitokea nimeondoka leo, ni kitu gani ambacho kitaniokoa mimi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni jambo gani ambalo litakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi? Ni kitu gani ambacho nimekifanya? Swala hili Muislamu anatakiwa jiulize. Tena wakati mwingine unaweza ukakuta ameshazika watu wengi, na anahesabu kwamba nimemzika fulani. Wengine ni watu wake wa karibu, ni ndugu zake wa karibu, lakini mtu huyu bado anadanganyika na dunia. Hakuna alichokiandaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo litakwenda kumuokoa na adhabu ya Allah. Yeye anahesabu tu kwamba nimemzika fulani, lakini ukija kumwangalia hakuna hata jema moja analolifanya, na anaridhika na hali hiyo. Kwa hiyo watu wapewe mawaidha ya kutokudanganyika na dunia, wapewe mawaidha. Wa ya'muruhum bil ikthari min ad-du'a, na awaamrishe wafanye wingi wa dua, wamuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighfari, na wamuombe Allah msamaha, walete istighfari, astaghfirullah, waseme maneno hayo kwa wingi. Lifi'li nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallama. Faqad khataba an-nasa ba'da as-salah, mtume sallallahu alayhi wasallama aliwahutubia watu baada ya swala ya kushikwa kwa jua. Aliwapa watu hutuba, aliwahutubia. Waqala, na akawaambia, inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah, hakika jua na mwezi ni dalili miongoni mwa dalili za uwepo Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasfani limauti ahadin, havishikani kwa sababu ya kufa mtu yeyote. Wala lihayatihi, wala havishikani kwa ajili ya uhai wa yeyote. Fa idha raaitum dhalika, mnapoona tukio hilo limetokea, fad'u Allah, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakabbiru, na mtukuzeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasallu, na swalini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watasaddaqu, na toeni sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah atuonee huruma na aondoe hali hiyo. Hiyo hali si hali ya kawaida, ni hali ambayo inatisha, na hata wewe ni shahidi. Linapotokea tukio hilo, kuna kuwaga na hofu na uoga kwa watu ambao wana imani, lakini mtu asiyekuwa na imani anaona ni jambo la kawaida tu. Tena siku hizi watu wamekuwa wana utaalamu, wana elimu ya kujua tukio hili linatokea lini. Watu wanaweza wakajua hata kabla ya mwezi, baada ya mwezi mmoja tukio hilo litatokea, baada ya wiki tukio hilo litatokea. Watu wanaambiwa kwamba tarehe fulani jua litashikwa na mwezi, tarehe fulani mwezi utashikwa na jua. Watu wanakaa wakiwa wanasubiria na wanajua kabisa. Kwa kuna watu ambao hawana uoga wala hawana hofu. Linapotokea jambo hilo, wenyewe wanaendelea na maasi. Takuta watu wanaendelea, kama ni kunywa pombe wanaendelea na kunywa pombe, wanaendelea na maasi mbalimbali, wala hawana uoga, hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, hawana hofu. Lakini wenye imani wanakuwa na hofu na wanakimbilia katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba Allah aondoe hali hiyo, na kwa kupitia watu hao wema ndio Allah huwa anaondoa tukio hilo. Fa idha intahat as-salatu qabla al-injilai, na ikiwa swala itaisha lakini bado havijaachana, fala tuadu, watu hawatorudia kuswali. Mmeswali swala ndefu ya muda mrefu, yawezekana mmechukua ni saa nzima mnaswali, mmemaliza kuangalia mnakuta bado tu imekamatana, havijaachana, hamtarudia tena kuswali. Bal yadhkurullaha
bal muislamu atatakiwa kumtaja Allah kwa wingi, wa yukthiru min duaihi, na muislamu atakithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake na maelekezo na mafundisho yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fasallu, mnapoiona hali hiyo basi mnatakiwa kuswali, wad'u, naombeni, hatta yukshafa ma bikum, mpaka kiondolewe kile ambacho kiko kwenu nyinyi. Kwa hiyo watu wanatakiwa waombe dua sana, na watu wanatakiwa wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala sana, ili Allah aweze kuiondoa hali hiyo, maana ni hali ambayo sio ya kawaida, ni hali ambayo inatisha. Fadalla ala annahu, ikafahamisha juu ya kwamba in sallama minas sala, ikiwa atatoa salamu kutoka katika hiyo swala, kabla al-injilai, kabla havijaachana, tashaghala bid-du'a, mtu anatakiwa aendelee kushughulika na dua, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tamma al-injila, na itakapotimia kwamba sasa vimeshaachana, mwezi umeenda kivyake na jua limeenda kivyake, vimeachana, wa huwa fi salati, ikiwa itatokea kwamba vimeachana na watu bado wanaendelea na swala, atamaha khafifatan, basi ataitimiza na kuikamilisha ile swala, lakini swala iwe ni nyepesi, isiwe ni ndefu sana, wala yaqta'uha, wala hatakiwi kukatisha swala kwamba vitu hivi vimeshaachana kwa hiyo tuache kuswali. Hapana, swala itakamilishwa, lakini itakamilishwa sio kwa kuvutwa sana, watamaliza, na baada ya hapo basi watu wataendelea na majukumu yao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, swala ya kushikwa kwa jua ni swala ya muhimu, na tukio hili linapotokea watu wanatakiwa wakimbilie katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, sio unajifungia nyumbani kwako. Unatakiwa utoke uende msikitini ukajumuike na waislamu wenzako katika kuiswali swala hii. Huenda kuna mtu hajawahi kuiswali swala hii, ndo anasikia leo kwamba kuna swala ya namna hiyo. Na hii ndio faida ya kukaa katika durusi kama hizi, kukaa katika vikao kama hivi, utajifunza vitu ambavyo ulikuwa hauvifahamu. Kwa leo tutakuwa tumeishia hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.